Mei 12, mada ikisema Yesu anatufundisha jinsi ya kuomba. Hii ni siku ya Jumanne. Katika wakati wa Yesu, maombi yaliyokuwa marefu na yaliyoandaliwa kitaalamu kama utendaji kwa kutumia maneno magumu na mara nyingi yaliyokaririwa yalithaminiwa sana. Yesu hakuona lolote zuri la kuzungumza juu ya maombi haya. Tazama Mathayo 6:5 na 8, akiyafunua kuwa kile walichokuwa maonesho ya utakatifu wa kujifanya. Wanafunzi walimwona Yesu akiomba na walijua kuwa maombi yalikuwa sehemu muhimu sana ya maisha yake. Tazama Luka 5:16, Luka 6:12, Luka 9:18, Luka 22:41, Luka 24:30, Marko 1:35, Marko 6:46. Walipomtazama Yesu waliona tofauti na viongozi wa dini na kutambua kuwa kulikuwa na mengi zaidi kuhusiana na maombi kuliko walichokuwa wakikizingatia. Hivyo wanafunzi wakamjia Yesu na kumwomba, "Bwana, tufundishe sisi kusali." Luka 11:1. Yesu alionyesha kielelezo kwa wanafunzi wake na kwetu kwamba tunaweza kuomba tu kwa lugha ya kawaida. Alituonyesha kuwa maombi yetu yanapaswa kuwa ya dhati na kutoka mioyoni mwetu. Soma Luka 11:2 hadi 4 na Mathayo sura ya 6:5 hadi 15 na uone vipengele vifuatavyo vya maombi ambavyo Yesu alifundisha. Baba yetu uliye mbinguni. Kutambua uhusiano wako binafsi na Baba wa wote. Jina lako litukuzwe. Kutambua utakatifu wa Mungu hutusaidia kuja kwa kicho na heshima. Ufalme wako uje. Kuwa na shauku ya ujio wa Mungu na ukaaji ndani yetu wa Roho Mtakatifu hadi atakapokuja. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kujisalimisha na kuomba kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe maishani mwetu, tukitumaini kuwa anajua kilicho bora badala ya kuomba tu kwa ajili ya kile tutakacho. Utupe leo riziki yetu. Kuomba kwa ajili ya kile tunachohitaji ili kuishi kwa aina zote mbili, yaani kimwili, chakula na maji, na kiroho, Yesu na neno lake lililo hai. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Kutubu, kutafuta msamaha na kukumbuka kuwa huru kuwasamehe wale ambao wametuumiza kama anavyotusamehe Mungu. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kuomba kwa ajili ya ulinzi na kimbilio dhidi ya uovu katika ulimwengu huu. Zaburi ya 91. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kutambua kuwa vile tulivyo navyo na vyote tufanyavyo ni vya Mungu. Ni yeye pekee astahilie utukufu na sifa zetu. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:11. Kwa nini usiombe zaidi na kumgeuzia Mungu uso wako kila asubuhi, kuzungumza na yule akupendaye kuliko mwingineo? Ni kitu gani kinakuzuia kufanya kama ujuavyo kuwa unapaswa kufanya? Omba sasa hivi kama ambavyo Yesu ametutaka kufanya. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina.